Alona unyenyekevu hukutana na Wahabu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu ndugu mtazamaji katika kipindi chetu cha Safari Kuelekea Uislamu. Kipindi ambacho kinakuletea historia za watu mbalimbali ambao wamejiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya. Utaenda kufahamu namna gani wamejiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya, namna gani wamebadilika baada ya kujiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya, na faida gani ambazo wamezipata baada ya kujiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya. Ungana nami mtangazaji wako Osama Hanifu Mpogo, na mgeni wangu leo ni mzee Shani Omari Urembo, ambaye atatueleza yeye historia yake na jinsi alivyojiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya. Kwa hiyo nakusihi usiondoke kwenye runinga yako, uwe nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Mzee Shani, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana. Naitwa Shani Omari Urembo. Nimezaliwa katika familia ya watoto 8, 2 wanaume na 6 wanawake. Kati hao 3 wameshatangulia mbele ya Mwenyezi Mungu awarehemu. Nimezaliwa katika familia ambayo mama yangu alikuwa ni mtu wa dini na baba yangu alikuwa ni mtu wa dini. Kwa hivyo nilivyokuwa mdogo nilikuwa naona wao wanasali na nini. Na afu vizuri babangu alikuwa na vitabu pale nyumbani. Kwa hivyo mimi toka mdogo nikaa nasoma na nikaa na mimi, na tulikuwa tuna jirani msikiti uko karibu. Kwa hivyo tukaa asubuhi mimi naenda kusali hata alfajiri, na nilikuwa toka mdogo nasali, najua nasali nini toka mdogo kabisa. Kwa hiyo hii ilikuwa ni wapi, ni mkoa gani? Ni hapa Dar es Salaam au ni nje ya mkoa wa Dar es Salaam? Hiyo ilikuwa Magomeni Mikumi hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo umezaliwa hapa Dar es Salaam na umekulia Dar es Salaam. Sawa sawa. Na wakati huo ulikuwa bado unasema uko mdogo, ulikuwa unakwenda msikitini. Je, ulikuwa unapenda kwenda kwa maana ya kiimani, au ulikuwa unapenda kwenda kwa sababu ya msukumo wa wazazi au nani? Kwa kweli nilikuwa napenda kiimani kwa sababu mimi ni mama yangu wakati niko mdogo alinipeleka madrasa, hizi madrasa za Kisuni. Lakini hata hivyo mama yangu au baba yangu hajaniambia wala kunishurutisha kusali wala kufunga wala nini. Lakini mimi toka mdogo naelekea nilikuwa katika kudra za Mwenyezi Mungu, mimi nilikuwa napenda mambo ya imani. Sawa sawa. Kwa tangu kwa mdogo ulikuwa unapenda imani. Elimu ya kawaida katika elimu ya kawaida nimesoma mpaka kidato cha 6 na nina shahada hii ya rasilimali watu kutoka chuo cha elimu ya watu wazima. Sawa sawa. Baada ya hapo sasa, baada ya kusoma kumaliza maisha ya katikati, wakati unajitegemea mwenyewe, kazi ulizokuwa unafanya, na kwa wakati huo, je, imani yako bado iliendelea kuwa hivyo hivyo kwamba unapenda kusali na unapenda mambo ya dini, au kuna mambo yalichanganyikana hapa katikati? Hapo katikati ukweli ni kwamba mambo yalikuwa kama yamechanganyika hivi. Nikawa mambo ya kidunia nipo na kiroho kidogo nipo. Sasa ikatokea kulikuwa na msahafu nyumbani hapo wa Kiingereza wa Abdallah Yusuf Ali. Sasa ule msahafu ikatokea nafikiri katika mpangilio wa Mungu. Nikawa na usoma na nataka kujua hasa kwa undani kuhusu Mwenyezi Mungu. Sasa katika kusoma ule msahafu nimeanza tena kufanya mambo ya kiroho, yani kweli kweli. Sasa ikatokea kuna shemeji yangu mmoja anavyoniona akaniambia, wewe unasali utakuwa kadiani wewe. Sasa nikajiuliza, kadiani vipi hawa? Nikaanchukulia kaida naendelea tu nasali. Nilikuwa nasali tahajjudi mimi kabla sijaingia Ahmadiyya. Kwa sababu kuna madrasa moja nilipokuwa mtu mzima kuna mwalimu mmoja wa Kisuni alikuwa anataja sana wanazuoni kama Imam Malik. Nakumbuka kwa namtaja Ibn Arabi, Mwenyezi Mungu awarehemu. Akanasema hao walikuwa wanaamka usiku. Sasa na mimi wakati ndio nabaye hivi, nikasema ngoja na mimi nifanye. Kwani ukiamka usiku inakuwa vipi? Sasa wakati ndio nasali mtahajjudi na nini, ndio shemeji yangu aliwaambia kwamba wewe utakuja kwa kadiani. Ikawa imeniingia ile. Sawa. Ikatokea nilikuwa nafanya kazi hapo ya Tanzania, wakati niko ya Tanzania sasa. Kuna mama mke wa mzee Mubiru
Hamsini Mubiru. Mke wake ni Mama Radhia Mubiru. Yule alikuwa anafanya kazi katika section yangu. Mimi nilikuwa kidogo boss pale ya Tanzania. Sasa yeye alikuwa siku moja amekuja na kitabu cha Sayyidina Ahmad al-Islam ambacho The Philosophy of Teaching of Islam. Naona cha Kiingereza. Asa mimi nikamuomba yule mwangu, nikamwambia naweza kakisoma hicho kitabu. Nipo kisoma kile kitabu. Akasema wakadiani watu wanasema nani? Kaza huyo kiongozi wao. Ezekani mtu muongo akaandika kitabu namna hicho. Hapo ndo ilikuwa ndo mwanzo hapo. Mwanzo wa kuwafahamu wa Ahmadiyya. Sawa. Tuendelee. Lakini kama siku jasa sijajiunga na Ahmadiyya. Nikasoma kile kitabu nikamuuliza, "Je, una kitabu kingine?" Akanipatia kitabu cha uongofu wa tafsiri ya Qur'an. Kile kitabu nikakisoma. Yani natafuta nani katika kitabu kile, sentensi moja tu ndio ilikuwa imeingia kifuani. Kwa sababu kuna kitu wanaita lugha ruhia, yani lugha ya kiroho, spiritual language. Kuna sehemu fulani kwenye kile kitabu Sayyidina Ahmad anasema, nimekuwa mimi mwana wa Mariamu wakati Waislamu wajifanya Mayahudi. Sasa tumuonga Ezekani, this is spiritual language. Hii ni lugha ya kiroho. Naona? Nikakisoma kaambia una kitabu kingine tena. Yaani yule Mama Mubiru. Katika harakati hizi za kutafuta ukweli wa Ahmadiyya sasa. Kutafuta ukweli. Huyu mama anakuletea vitabu. Wewe unamuomba, anakuletea vitabu, unasoma. Wakati huo hujui kama yeye ni Ahmadiyya au alishakueleza kwamba yeye ni Ahmadiyya na kukueleza imani yake. Nilikuwa najua. Sababu nilikuwa najua baba yake, ni Kadiani, Mzee Karuta, nilikuwa najua. Sasa kabla ya hapo Makadiani wewe ulikuwa unawasikia katika muundo upi? Alikuwa anausia katika muundo huo kama wanavyosema hawa, kama alivyo huyu ndugu aliyetoka au ndugu wengi wanazungumza kwamba hawa wanakuwa wanaotamikia, wanapigwa miuli, ndio mambo hayo. Yaani ndio story hiyo naona. Hata wakati mimi natafuta ukweli, hasa baada ya kusoma kile kitabu cha Philosophy of Teaching of Islam, kasema kama huyu mtu muongo, mbona ndugu zetu wanaingia hii kama Kadiani? Kwa hivyo mimi nikawa natafuta ukweli, kwa sababu nimesoma kiasi, natafuta ukweli kielimu. Ili nia yangu ilikuwa kama watakuwa waongo mimi nitapambana nao. Sawa. Kwa maana upambane nipambane na Kadiani yani. Kadiani kuwarekebisha kwa uongo ambao wanaozungumza. Sasa kumbe Mwenyezi Mungu ananiambia subiri tu. Sawa. Nikamuuliza na kitabu kingine, akaniletea kitabu cha Muhuri wa Manabii. Unaona bwana? Sasa kile nikakisoma kile, mimi nikanatafuta ishara. Kwa sababu kabla Muhuri wa Manabii nakumbuka nilikuja hapa msikitini nikaomba vitabu vingine vya Kiingereza. Sababu mimi kweli na Kiingereza nakijua za kusema kuliko Kiswahili. Hata katika mtihani yani Kiingereza nimefaulu sana kukosoa. Nikaja msikitini hapa, ulikuwa msikiti mdogo. Nikabana naomba vitabu vyote vya Kiingereza haki. Kuna jabasi wakumbu akanipa vitabu viwili vya Kiingereza. Vile vitabu nilivyovisoma mle vinahusu masiari. Kuna sehemu fulani kuna habari ya Mubahala. Nikasema huyu mtu haiwezekani. Kuna sehemu anawaambia kama wafuasi wake watu wakiwabishia wawaite. Na Mubahala nilikuwa naijua kwenye Qur'ani imo. Sasa nikamuuliza tena Mama Mubiru kama na kitabu kingine, akanipa Muhuri wa Manabii. Muhuri wa Manabii akawa anasoma mambo yote akawa anaingia, akasema mimi natafuta ishara. Ikaishanijia kwamba nabii anapokuja, anapobashiri nabii mwingine lazima kutakuwa na ishara. Naona bwana. Kwa hivyo mimi nikakisoma, yani nakisoma mimi natafuta ishara tu, lakini mambo mengi shakubali. Sasa mle nikakuta ishara ya kupatwa mwezi na jua. Nilikuta ile ishara ile. Akasema hapa si mwambii mtu yoyote. Yani hivyo vitabu vyote nimesoma siku 18. Nimesoma vitabu vingi sana. Na mpaka upande wa ndugu zangu wakaniambia huyu atakuwa uchizi. Wakati mimi natafuta ule kweli. Siku 19 hapa nikachukua bayat. Nikawa nisikia nimerelax yani alhamdulillah. Tunarudi nyuma kidogo. Kwamba ulikuwa unatafuta ishara na katika kitabu cha Muhuri wa Manabii ukakuta ishara ya kupatwa kwa jua na mwezi. Ambayo ishara ni miongoni mwa ishara ambazo zilitabiriwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambazo zitatokea kipindi cha Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasallam. Je, wewe ishara hizi ulithibitisha kwamba zilitokea kwa Masihi aliyeahidiwa?
baada ya kuziona zimeandikwa, ulijuaje kwamba ishara hizi zimetimia kutokea kwake? Kufuatana na mtiririko wa yule shehe wa Kishia alivyokuwa anajibiwa mle katika kile kitabu cha Muhuri wa Nabii, ni hoja tupu. Maana zile hoja ziko nyingi. Sasa na wakati wamezungumza vile vile ishara imeshatokea mwaka 1894 na akatoa kumbukumbu pale na nini, mimi sikuwa na haja kufuatilizia tena unani, kwa sababu mambo yenyewe mwingine yote ni dalili tupu na hoja. Kwa hivyo mimi nikabidi nijije kuchukua bayati tu. Alhamdulillah. Kwa mwaka gani ulichukua bayati? Ilikuwa mwaka 1982 mimi nimechukua bayati. Wakati khalifa wa 4 rahimahullah alayhi Mirza Tahir Ahmad akati yeye ndo anachukua khalifa, mimi ndo alhamdulillah najiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya. Sawa sawa. Baada ya kujiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya, maana kama ulivyosema mwanzo kwamba mama yako alikuwa anapenda dini, baba yako alikuwa anapenda dini, na wao walikupeleka kwenye madrasa ukasoma. Wewe umejiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya, kuna changamoto yoyote ambayo ulipata kutoka kwa ndugu, jamaa na marafiki, wale watu wako karibu ambao sasa wanajua sasa hivi umeshakuwa Ahmadiyya na wengine walishakutabiria kwamba huyu atakuwa Kadiani? Kuna changamoto zozote ambazo ulizipata? Mimi alhamdulillah kwa kweli sikupata changamoto zozote. Ingawa niwaambia baba yangu, mama yangu na ndugu zangu wote kutokana kwa najua mimi ninasoma afu na mtu wa dini nimesoma kiasi, sikupata changamoto yoyote. Sema kwa upande wa marafiki, kuna marafiki zangu wengine ambao nilikuwa nasali nao kule msikiti wa Kisuni, baada ya kuambia mimi niko Ahmadiyya, wakajaribu kuniletea vitabu vya kina Baala Maududi, wale wapinzani wa Ahmadiyya na nini, lakini vile vikawa havikuweza kubadilisha imani yangu, alhamdulillah. Baada ya kujiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya, kuna mabadiliko yote ambayo umeyapata kimwili, kiroho? Ya alhamdulillah, mabadiliko ya kiroho nimepata tu ni mengi, kwa sababu kwa mfano ndoto njema, nimekuwa naota njozi njema nimekuwa nazipata kwa wingi. Au wakati mwingine kuna wakati wanaweza nikasema kitu kikatokea tu baada ya muda fulani, mpaka ilifika baadhi ya watu wengine fulani sasa bana, wewe usio unaongea mambo, watu wengine ndio hivyo wanaweza kukuona kama labda ni mchawi nini. Anza kaongea kitu akichukulia hata muda, au mtu akanibishia kitu, yani ikisema hivi kinatokea. Hebu tuanzie hapo kwenye njozi njema. Kwa mfano kama unazikumbuka njozi njema ambazo uliwahi kuzipata na zikatimia sawa na vile ambavyo tafsiri ya njozi hizo ulizokuwa umepata, unaweza kutueleza angalau 2-3? Sawa, njozi ziko nyingi. Nimesha kuota wakati ndo naingia Jumuiya ya Ahmadiyya Islam, ndo mwanzo tu. Siku moja nimeshamuota Sayyidina Ahmad alayhi salam, afa ananipa kama vitabu 5 hivi. Mbona? Siku ya pili nikaenda kwa mpo wangu mmoja, yeye sio Ahmadiyya, nikakuta vitabu 5 vyote vya Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya. Naona ile ikawa inanipa moyo. Naona nimeshawahi kumwota vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama mara 2, na kama Mtume Muhammad sasa anasema ukimwota kwenye ndoto kwamba yeye hawezi kufananishwa na shetani, mimi kwa kweli alhamdulillah nimeshamuota mara 2 yani. Hebu tusimulie hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umemuota mara 2, umemuota katika hali gani? Umemuota alikuwa anafanya nini na ilikuwaje mpaka wewe ukafanikiwa kumuota Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kuna siku moja nilishaota kama vile tunasubiri kuingia peponi na Mtume Muhammad sasa yuko pembeni, tunasubiri pepo ifunguliwe tu tuingie. Hiyo ndoto moja. Na kuna siku nyingine, kuna njozi moja nimeota tuko na Mtume Muhammad sasa, yupo Sayyidina Ahmad alayhi salam na watakatifu wengi hivi. Alafu yuko na Jibril alayhi salam katika ndozi hiyo. Sasa mimi nikawa nauliza kwa nafsi yangu, sasa hapa atasalisha nani hapa? Atasalisha Mtume Muhammad sasa au atasalisha Jibril alayhi salam? Ile ndoto ikakatika mpaka leo sija nani, lakini ndoto kama hizo ni sio njozi za nani za mchezo kwa kweli. Sasa na njozi zingine nyingi, labda ngweze nyingine, kwa mfano nimeshawahi kuota labda na kwenda nchi fulani, ile nchi kabla sijakwenda kule naiona, na nikifika kule ni vile vile. Kwa mfano nchi gani ambayo nimeshawahi natoka Egypt wakati fanya kwenda Syria, niko Egypt, nimeshaota pale airport takavyokuwa, ile airport yao nje pale ilivyo, na mimi nilipofika Damascus pale airport ndani vile vile, nje nilivotoka nikaangalia pale ilivyo, ni vile vile nimeiota. Kuna nyingine natoka Lebanon nikawa nimekwenda Uturuki,
kule Uturuki nimemwota mtu ambaye anatupokea na nikaote yale kuna maferi boat ya Kiulaya na ikatokea vile vile kufika kule maferi boat na ule mtu ni mmoja ndo akaja kutupokea. Yaani na ndozi nyingi sana alhamdulillah. Tunaendelea mbele kwamba baada ya kujiunga na Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya kwamba kama hivyo ulivyosema kwamba mabadiliko ulibadilika vile njozi njema ambazo unaona zinakujia, umeota Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umeota Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, na mambo mazuri mengi ambayo yamekutokea katika maisha yako. Lakini imani yako sawa kuimarika hasa kabla ya kupata hizi njozi, kwamba unasema kwamba sasa hapa nilipokuwepo hasa ndio uthabiti kabisa wa imani na sitatoka hapa kwenda sehemu nyingine yote mpaka mwisho wa maisha yangu. Ni kipi ambacho kinachokuweza kuthubutu kuzungumza maneno kama hayo hata kwa mtu mwingine atakapokuwa anakuuliza? Kwa sababu yani nina yakini, yani jinsi mpaka nilipofikia sasa hivi nimeshaona ishara zingi za Mwenyezi Mungu, hata maisha yangu yanavyokwenda, hata maombi kupokelewa. Kwa mfano kwa maombi naweza nikampa jambo kama nilivyosema, labda nitoe kisa kimoja cha kukubaliwa kwa maombi. Kuna mwaka fulani hapa ilikuwa wakati wa marehemu Magufuli, walikuwa na bomoa manyumba. Nyumba yangu mimi ninapoishi iko bondeni. Sasa mimi siku ile nikaandika barua kwa khalifa. Niliandika ile barua kwa khalifa, nikaipeleka posta. Nimepeleka posta ile asubuhi, jioni ile zoezi likasimamishwa. Yaani hapa ni kwamba umuhimu ile wanavyosema ukimwandikia khalifa kwamba maombi yameshaanza. Mimi nimesha experience ya Muhammad. Maombi ile zoezi likaafa siku hiyo alhamdulillah rabbil. Sasa uliandika kwa khalifa wa 5, si ndio? Huyu wa 5 huyu. Wakati alipokuja hapa Tanzania ulikuwepo? Nilikuwa nchi za nje. Yaani mimi nimekaa nchi za nje miaka 26. Kwa hiyo wakati khalifa wa 4 anakuja wewe hukuwepo hapa Tanzania wala khalifa wa 5 sijakuwepo. Sasa kwa hiyo ukupata bahati inshallah, lakini na mpango Mungu akijalia nitamfuata huko kwa Uingereza inshallah. Inshallah Mwenyezi Mungu atie baraka kwenye hiyo safari yako na kwenye hiyo nia yako. Sasa kuna watu ambao hawajajiunga na Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya, sawa? Pengine labda kwa sababu ya kuogopa familia, sawa? Lakini anatamani ajiunge na Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya. Lakini anaogopa, bwana mimi nikijiunga baba atanitenga. Mimi nikijiunga mama atanitenga. Mimi nikijiunga fulani hatazungumza na mimi. Mimi nikijiunga, yani kuna vikwazo vya hapa na pale ambavyo vinamzuia yeye kujiunga na Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya. Wewe umejiunga na Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya. Mtu kama huyu ambaye anataka kujiunga lakini anaogopa vikwazo hivyo, unamshauri nini? Mtu kama huyo namshauri kwamba kwanza atafute elimu. Atapopata elimu, atapokuwa na yakini. Qurani Mwenyezi Mungu asema hudan lilmuttaqin, mwongozo kwa wacha Mungu. La raiba fi, hauna wasiwasi ndani yake wala shaka. Katika Qurani kuna sikumbuki ni sura gani, lakini tafsiri yake kuna aya Mwenyezi Mungu anatoa ushauri kwamba mtu hata wazazi wako wakikulazimisha kuamini kwa kumshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote usiwafate. Kwa hivyo Qurani itampa mwongozo kwamba yeye hata ujali baba yake wala mjomba wake wala shangazi. Yaani ndo ile hudan muttaqin. Msingi watafute na elimu na watafute na yakini kwamba Qurani inaongoza kwa kweli alhamdulillah rabbil alamin. Sawa. MTA unayo nyumbani? MTA nayo alhamdulillah. Hebu tuambie unavyosikiliza hotuba za khalifa, raha kiasi gani ambayo unayojisikia baada ya kuwa kila Ijumaa anapotoa uzuru hotuba? Napoangalia hotuba za khalifa nasikia raha, yani nasikia hali fulani ya kiroho ipo pale yani. Na nasikiliza kwa makini na najitahidi kufuatilizia yani yale ambayo khalifa wetu Allah Taala anatuongoza. Kama maombi, kama tuombe nini, tufanye nini, alhamdulillah. Na nashukuru MTA na alhamdulillah rabbil alamin. Sawa. Katika hapa tulivyokuwa unasikiliza historia yako, unaonekana kwamba wewe ulikuwa ni mtu sana wa kusafiri. Umekaa karibuni miaka 20 nje ya Tanzania. Je, huko ambapo ulipokuwa unakaa, ujumbe wa Masihi aliyeahidiwa ulikuwa unaofikisha na ulikuwa unaofikisha katika mtindo wa namna gani? Huko yani nilikuwa kama napata fursa ya mtu kumfahamisha nawaambia.
Kwa mfano wakati niko Cairo pale, wanafunzi wale wanasoma chuo cha Al-Azhar walikuwa wananijua kama Ahmadiyya. Wakati mwingine tunafanya nao majadiliano, wakati mwingine wanakuwa wanaanza kutafuta aya fulani na wakuja kuniambia bwana aya fulani iko wapi? Mimi naambia labda iko sura fulani, aya fulani. Kwa hivyo nilikuwa nafikisha kila sehemu unapokwenda, nilikuwa mimi naambia watu bwana mimi Ahmadiyya nani, wala sina wasiwasi wala nini, alhamdulillah rabbil alamin. Kwa ulikuwa hauogopi kuitaja imani yako mbele ya mtu mwingine yoyote ili aweze kufahamu kwamba wewe ni mtu wa imani gani na una misingi ya namna gani, si ndio? Ndio. Na kwa kumalizia kipindi chetu, kuna watu ambao wana mitazamo tofauti juu ya Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya. Pengine kwa sababu hawajasoma na hawaijui vizuri Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya. Na kutokea watu wao wanawazuia watu wengine ambao wanaitafuta elimu, wanaitaka Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya wasiweze kujiunga. Kuna watu wanatoa kashfa nyingi kuhusiana na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya kwamba Ahmadiyya hawa wako wana miuli, wa Ahmadiyya hawa wanaotamikia, wa Ahmadiyya hawa hawasali kama wanavyosali watu wengine. Wewe watu hawa ambao wanaisema Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya, unawashauri nini na una neno gani kwao? Na washauri kwanza wawe na hofu ya Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema kama ukimwogopa Mwenyezi Mungu yeye atakuongoza njia zake. Ina maana wawe na hofu, watafute elimu na wasisikilize maneno ya wapinzani. Wafuate Ahmadiyya wenyewe, au kama ni vitabu watafute vitabu vya Ahmadiyya wasome. Kama sasa hivi kwenye mtandao kuna vitabu vya lugha mbalimbali vya Ahmadiyya, wasome mtandao wetu alislam.org, watapata vitabu vya Kiswahili vya lugha mbalimbali. Na wajumuiya watafute wahojiane nao moja kwa moja kuliko kusikiliza mashehe. Kwa sababu mashehe wengine nao ukishasikia mtu anauza maswali ya Ahmadiyya tu, unakuta shehe mwenyewe anakuwa anapiga chenga. Bora wamtafute mwanajumuiya Islamu Ahmadiyya, au watafute kwenye mitandao ya Kiislamu. Sasa hivi mambo yako kwenye mitandao, na ili watafute yakini wenyewe, na kitu kikubwa wamuombe Mwenyezi Mungu. Yani Mwenyezi Mungu ndio mwenyewe anawaongoza watumishi wake, na hasa wale wanaomwogopa. Sasa katika familia yako ni wewe tu peke yako mwanajumuiya au kuna wengine ambao wamejiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya? Katika familia yetu yani mimi niko peke yangu kwa kweli. Ingawa ni mahubiria ile mbaya, labda ndio msemo sema nabii akubali kwake ndio hivyo, lakini najitahidi kweli kweli, lakini mimi niko peke yangu yani, alhamdulillah. Sasa katika hali ya namna hii watoto unajitahidi vipi kuwalea? Maana akienda kwa baba sio mwanajumuiya, akienda kwa shangazi pengine labda sio mwanajumuiya. Wewe kama baba unajitahidi vipi kuwalinda watoto wako ili waendelee kubaki na msingi wa imani uliokuwa nayo ambayo ndio imani sahihi zaidi? Masuala ya watoto ni itategemea tu ni jinsi kama mtu watoto wako, kama Khalifa amezungumza ya Abdullah Taala bin Isra Aziz hivi karibuni, kama sosai ni kuwapa malezi tu mazuri, wapate misingi ya elimu ya Masihi aliyeahidiwa na zile hoja za Masihi aliyeahidiwa. Kwa hivyo wenyewe watakuwa wanajitambua inshallah, na ni kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu wasipate vishawishi vya shetani. Kwa wewe unafanya hivyo? Alhamdulillah. Unawaombea? Kuombea inshallah. Na unawafundisha wawe katika misingi imara ya Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya. Sawa sawa, asante sana. Mimi na kushukuru mzee Shani kwa kuwa nasi katika kipindi chetu cha leo, na nadhani watazamaji watafaidika au watapata mawili matatu katika yale ambayo uliokuwa umeyazungumza, kwa sababu sawa na vile ulivyozungumza kwamba Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya wewe umeitafuta wewe mwenyewe kwa kusoma vitabu vingi sana vya Masihi aliyeahidiwa na kusoma vitabu vingi sana vya Jamaati, ambaye hatimaye vikakutosheleza na vikakufanya uweze kujiunga na Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya. Mimi nakushukuru sana kwa hilo na nakukaribisha tena wakati mwingine tena ukiwa na wasa, basi tunakukaribisha katika studio zetu za hapa Amri Abedi Studio Tanzania ili tuweze kueleza mambo mengine mengi. Asante sana. Inshallah. Ndugu mtazamaji, huyo alikuwa mzee Shani Omari Urembo ambaye ametueleza historia yake, namna gani alivyoweza kuipata Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya na namna gani ambavyo ameweza kujiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya. Yeye anasema alitumia muda mwingi wa kusoma vitabu, na vitabu ndiyo hazina pekee ambayo Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wassalam
aliyoiacha kwa wanadamu au aliyoiacha kwa wanajumuiya au aliyoiacha kwa ulimwengu huu wa sasa hivi. Kwa hiyo kama unahitaji kupata elimu sahihi juu ya Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya, usimsikilize shekhe, usimsikilize ustazi, usimsikilize nani kasema, wafuate wenyewe wa Jumuiya wa Ahmadiyya. Soma vitabu vya Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya. Hivi vitaweza kukusaidia kupata elimu sahihi na vitaweza kukusaidia kuijua Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya. Kwani utakayemuuliza mtu ambaye anayechukia Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya hatakuwa na jibu la kukupa zaidi jibu litakalokufanya wewe na wewe uendelee kuichukia Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya. Mpaka kufikia hapa sina mengi, na kusihi uendelee kuangalia vipindi vingine vinavyoendelea katika chaneli yetu ya MTA Africa. Ulikuwa nami Usama Hanifu Mpogo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.